unaweza ukaandika title fupi inayosema majira yaliyobadilishwa. Majira ya mtu yaliyobadilishwa. Alafu tutaongozwa na kitabu cha Waamuzi ile sura ya 6 aya 12. Ni kanuni, giza linapoingia mwanga unakuwa unatoweka, vinabadilishana. Giza haliwezi kuwa na utawala kwenye mwanga. Sasa kama vile ambavyo unaweza ukabadilisha jambo kwenye maisha yako, ni hivyo hivyo pia wasiokupenda wanaweza wakabadilisha majira ya maisha yako. Majira ya kazi yanaweza yakabadilishwa. Majira ya nafasi yanaweza yakabadilishwa. Majira ya uongozi yanaweza yakabadilishwa. Na unaweza usijue, lakini ukawa unakutana na matukio ambayo yanakupeleka kuchukua jambo fulani kwa muda mrefu sana. Kwa unakuwa umebadilishiwa mazingira. Tutasoma kitabu cha Waamuzi hii sura ya 6 aya 12. Tutaona familia ya Gideoni ilivyokuwa imebadilishiwa majira. Tutasoma kwa kusema, tukianza ile aya ya 11, nasema malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwabizaeli, na mwanaye Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidiani. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, e shujaa. Gideoni akamwambia, e Bwana wangu, yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Midiani. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoa Israeli na mkono wa Midiani. Je, si mimi ninayekutuma? Akamwambia, e Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio maskini sana katika Manase, na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe, utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Tumsifu Yesu Kristo. Hii ni hadithi inayohusu familia ya mzee Yoashi, lakini inamuhusu pia mtoto wake anayeitwa Gideoni, ambaye mwishoni alikuja kuonekana mkombozi kwa wana wa Israeli waliokuwa wametekwa na Wamidiani. Gideoni, kadiri ya maandiko, nasema alikuwa akipepeta ngano. Yaani hawa ni wana wa Israeli walipokuwa wamechukuliwa mateka na Wamidiani. Sasa hawa wana wa Israeli kila walipokuwa wakilima chakula, Wamidiani walikuwa wanawavizia. Ule muda wa mavuno ukifika, Wamidiani wanaenda kuvuna kile ambacho Waisraeli wamekipanda. Na kwa sababu walikuwa na uwezo wa kivita, hawa Wamidiani walikuwa wanawaonea sana hawa wa Israeli. Sasa siku moja huyu Gideoni akiwa anapepeta ngano ili aifiche
Wamidiani wasije wakaiona. Malaika wa Bwana anamtokea. Angalia kitu anachomwambia. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, e shujaa. Yaani Gideoni anayepepeta ngano, malaika anamuita shujaa. Sasa baada ya kuitwa shujaa, Gideoni anashtuka. Anasema, inawezekanaje mimi naitwa shujaa? Hili jina limetoka wapi? Mbona ni zito sana mimi kuitwa shujaa? Kumbe Gideoni alikuwa amebeba kitu cha ziada au kitu cha ukuu ndani yake, lakini mazingira na mifumo iliyomkuza ikawa imekifunga kile kitu kisionekane. Kwa lugha nyingine ni kwamba hii familia ya Gideoni na wana wa Israeli kwa ujumla wake walikuwa wamebadilishiwa mazingira na hawa Wamidiani, na walibadilishiwa mazingira pengine kwa wao wenyewe kutenda dhambi, wakajikuta sasa majira yao na mafanikio yao yanabadilishwa. Niliwahi kukutana na kisa kimoja, kaka mmoja ambaye sasa hivi ni mkuu wa mkoa kwenye mkoa fulani hapa Tanzania. Sasa by then alikuwa anapita kwenye situation ngumu sana. Tunazungumzia kama miaka 5 imepita. Alikuwa anapitia nyakati ambazo hata alikuwa haelewi. Sasa wakati fulani tukiwa tunasali, aliingia kwenye mfungo wa siku 100, masaa 12. Akaamua kumwambia Mungu, mimi nataka nifunge mpaka pale utakaponijibu, ndipo nitakapoacha kufunga. Kwa hiyo tukaingia kwenye hiyo chain ya kufunga. Tumefunga, ilipofika kama siku ya 70 tulikuwa tuna utamaduni wa kukutana na kusali pamoja. Sasa siku hiyo akaniambia, leo ninataka uniombee. Kaambia, nikuombee tena? Sina, huwa nakuombea. Akasema, ndio najua unaniombea, lakini leo nataka unifanyie kitu cha tofauti, naomba tu usisite. Yaani imani yangu inanituma hivyo. Akaniambia hivyo. Akasema okay. Kwenye mambo ya imani hauwezi ukarizoni sana. Inawezekana imani yake imempelekea hivyo. Akasema sawa, tusali. Tulikuwa na mkesha wetu tukasali. Ilipofika usiku kwenye saa 7 tukaamka tena kusali. Tulikuwa kwenye chepo. Nikawa kama vile navunga, maana sio utamaduni wangu kabisa wa kumwombea mtu nikamshika sio mikono sio vitu gani kichwani. Sijawahi kuzoea, lakini kwa sababu mtu amekwambia uwezi ukamdisappoint, akanikumbusha, nikamwambia basi sawa, tuendelee kusali. Pafika muda fulani tunasali, nikamwekea tu mikono. Nilipotumwekea mikono kichwani, alikuwa kama amepigwa na shoti fulani. Nikasema yamekuwa haya tena. Akajikuta sasa nazungumza sana, lakini akasema akawa sasa sio yeye, zikawa ni zile spirit ambazo zimefunga jitihada zake za kimafanikio, zimemfunga kabisa. Zikasema tumebadilisha majira ya kufanikiwa kwake, atachelewa kufanikiwa. Yaani niliposikia neno majira nikashtuka, nikasema okay. Basi tukasali kwa muda mrefu, na
zile spirit zikawa zimemwachia. Akakaa mtaani akasota kwa kipindi fulani, baadaye akapata uteuzi. Nimetoa mfano huu au ushuhuda huu kuonesha kwamba unaweza usizuiliwe kufanikiwa, lakini muda wa mafanikio yako ukazuiliwa au ukapelekwa mbele. Mwewe kukutana na mtu ambaye alitakiwa awe kwenye nafasi fulani ya uongozi, lakini anapitishwa kwenye kipindi kirefu sana, yaani anasugua benchi sana, anakuja kupata ile nafasi ambayo alitakiwa kuipata pengine hata miaka 10 iliyopita au miaka 5 iliyopita, anakuja kuipata hata baada ya miaka 7, 8, 10. Nini kilichofanyika hapa katikati? Alicheleweshwa, majira yake yalibadilishwa kiroho. Unakuta mtu alitakiwa aolewe pengine akiwa na miaka 25, aoe pengine akiwa na miaka 25, lakini mabadiliko, anabadilishiwa majira, unajikuta amesugua benchi sana, anakuja kuoa late. Unaweza ukafikiri kwamba ni jambo la kawaida, lakini sio jambo la kawaida. Ni hivyo hivyo pia unaweza ukabadilishiwa pia hata nafasi yako kiroho. Nafikiri mmewahi kukutana na watu ambao wana changamoto ya afya ya akili, lakini hawa watu huwa kuna miezi fulani au tarehe fulani ikifika, dishi kama linayumba hivi, yaani wanakuwa wako connected, yaani zile tarehe zikifika unaona huyo mtu anapata shida, lakini hizo tarehe zikipita anarudi kwenye hali yake ya kawaida kabisa. Maana yake nini? Huyu mtu majira yake yamebadilishwa, na huwa ni saini kabisa kwamba huyu nguvu zake ambazo zinamtesa ziko connected na giza. Mtashuhudia kwamba kuna baadhi ya watu ambao mchana wanaumwa, hawezi kufanya kazi, lakini giza likiingia ni wazima. Lakini akiingia kazini au ofisini kwake anaumwa, giza likiingia ni mzima. Yaani kuna watu ambao majira yao ya mchana yamebadilishwa na kuwa usiku. Sengine unaweza ukamlaumu kwamba wewe, mbona unaonekana kama mvivu? Majira yake yanabadilishwa na anakuwa pengine hajui. Na ndicho ambacho pia shetani anaweza akakifanya, akacheza tu na majira yako. Basi anaweza asikuvagae, yani luku anachokifanya, anaweza asiishi ndani yako. Yani wewe unaweza ukawa ni mzima kabisa, hauna mapepo, lakini anadiri na majira yako. Kwa nini? Mafanikio ya mwanadamu yeyote yapo ndani ya wakati. Yaani mafanikio yako wewe yamefungwa ndani ya wakati wako. Kwa lugha nyingine ni kwamba wakati wako ukidukuriwa hautapata mafanikio. Kwa hiyo anaweza asidiri na wewe 101, akadiri na majira yako.
Ngoja niwaoneshe kitu. Fungueni kitabu cha Yoshua sura ya 10. Kitabu cha Yoshua ile sura ya 10 aya 12. Yoshua sura ya 10. Sikilizeni kitu ambacho Yoshua alikifanya. Yoshua alipambana alipokuwa anapigana na watu fulani. Angalia kitu alichokifanya. Kitabu cha Yoshua sura ya 10 aya 12 inasema, ndipo Yoshua akanena na Bwana katika siku hiyo ambayo Bwana aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli, akasema mbele ya macho ya Israeli. Ona alichokisema. Asema, wewe jua simama kimya juu ya Gibeoni, na wewe mwezi simama katika bonde la Ayaloni. Ndipo jua likasimama na mwezi ukatulia, hata hilo taifa lilipokuwa limekwisha jipatiza juu ya adui zao. Hayo je, hayakuandikwa ndani ya kitabu cha Yashari? Basi jua likasimama kimya katikati ya mbingu, wala halikufanya haraka kuchwa kwa muda wa siku nzima. Tumsifu Yesu Kristo. Yoshua alijua sana kucheza dili la kiroho, na dili la kiroho anacheza nalo kwa nyakati. Akiwa anapigana na Waamori, anaona kabisa hawa watu ili nimalizane nao, jua likizama nitajikuta sijamalizana na hawa watu. Anaamua kulisimamisha jua ili vita iendelee. Nyakati za mwanadamu zinaweza zikasimamishwa, na zinaweza zikasimamishwa in a way kwamba ikiwa una nyakati ambazo zimefunga mafanikio yako na shetani kabisa akaona kwamba majira haya na huu msimu tunaoingia ni msimu wa huyu mtu kuinuka, majira yako yanaweza yakabadilishwa. Huko nyuma wengi pengine tulikuwa tunasadiki pengine au kuamini au kuelewa kwamba mwanamke anaingia kwenye mabadiliko ya mwili wake mwisho wa mwezi, lakini si wanawake wote wako hivyo, na mtashuhudia kwamba kuna wengine pia hata mabadiliko yao yamebadilika. Juzi nikawaambia kwa wale wafanyabiashara na wale wafanyakazi kwamba mwisho wa mwaka tutakuwa na maombi Dodoma, maombi ya kuombea nafasi. Na hili usipokaa vizuri, msimu wako unaweza ukabadilishwa bila kuelewa. Kwa mfano, baada ya uchaguzi mkuu, rais atakayekuwa ameingia madarakani pengine anaweza akawa yule yule, lakini kiroho majira yatabadilika. Tafasiri yake ni vipi? Kwamba inawezekana wewe unafanya kazi kwenye wizara fulani, ulikuwa na waziri mwingine, baada ya uongozi mpya kuingia madarakani atakuja waziri mwingine. Inawezekana una bosi wako sasa hivi ni mwingine, lakini uongozi utakapoingia madarakani inawezekana akaletwa bosi mwingine, pengine aliyekuwepo alikuwa anakuelewa, akaja ambaye hawezi akawa na sababu za kukuelewa. Sasa unaweza ukasheki rohoni, utaishia kusema kwamba tumempata bosi ambaye haeleweki.
Na ndivyo hivyo pia ambapo shetani anaweza akafanya kazi kupitia, akabadilisha majira ya mtu kupitia ofisi anayofanya kazi mtu. Ukapata bosi ambaye ni threat. Ulikuwa na motion nzuri sana, lakini unakutana na mtu ambaye atasababisha hiyo motion yako iyumbe. Ndio maana kati ya nyakati na mazingira ambayo unatakiwa kuombea sana, huwa kuna Jumatatu, huwa kuna mwisho wa mwezi na mwanzo wa mwezi, huwa kuna Januari na huwa kuna mwezi wa 7, wakati wa bunge la bajeti. Kuna watu tunatafuta hela, lakini huwa pengine hatufuatilii bunge la bajeti kinachoendelea kule, na tunatafuta hela ambazo zitapitishwa na hilo bunge la bajeti. Sasa usipokaa kwenye position ambapo hizo hela zitakazopitishwa na hilo bunge la bajeti zije kwenye cycle yako, unaweza ukajikuta unapishana nazo. Lakini wanakuwepo watu ambao tayari wamekaa wanajiconnect kwamba Mungu, utajiri huu au pesa hizi zitakazosambaa kwenye wizara zote, kwa sababu inawezekana wewe ni mfanyabiashara, wateja wako wako kwenye wizara mbalimbali, na watatakiwa kuleta hizo hela ambazo zimepitishwa kwenye hiyo bajeti. Tunaingia kwenye msimu mpya, lakini watu wanaona ni kawaida. Lakini umeingia kwenye msimu mpya, unaweza ukaingia kwenye bajeti ambayo inaweza ikakukataa. Maisha yako kiroho zaidi kuliko unavyoyaona. Yaani namna unavyoyaona maisha yako kiroho zaidi kuliko vile yanavyoonekana. Kwa lugha nyingine ni kwamba vinavyoonekana ni vichache sana kuliko visivyoonekana. Kwa hiyo cheki, umebadilishiwa majira au haujabadilishiwa majira? Ndio, unaweza ukaingia benki ukakopa mkopo wako, kitu ambacho ni kizuri kabisa, lakini ukapita upepo ambao utakupelekesha sana kurudisha ule mkopo, ukajikuta unatoka kabisa kwenye leli, lakini kumbe alikuwa anakusubiri tu kwenye eneo fulani ili akubadilishie maisha. Magonjwa yanaweza yakaja kwenye maisha yako kwa lengo moja tu, kukubadilishia majira yako. Na ndio maana wapendwa, tunakoelekewa huko, shetani atapambana sana na watu kupitia fikra. Atapambana nao sana kupitia elimu, atapambana nao sana kupitia nafasi walizo nazo. Kwa nini sasa hivi tuna kizazi ambacho kina uelewa mkubwa sana, kimesoma, kina ustaarabu fulani? Hicho kizazi hawezi akadiri nacho kama vile alivyokuwa na diri na kizazi ambacho kilikuwa kinafanya matambiko ya kila wakati. Kuna namna tu atatafuta utawala wa kukitawala hicho kizazi kilichosoma. Kuna namna tu atatafuta namna ya kuwatawala wasomi, wafanya biashara. Kuna namna.
Unakutana na watu ambao wamekaa darasani, wamesoma namna ya kuendesha makampuni makubwa na madogo. Sasa hao watu namna ya kukwamisha kwenye maisha yao, yani hawezi akaja kirejareja tu kwamba ngoja niende nao hivi. Kuna namna tu atapambana nao kimfumo, kinyakati, kimazingira, kiuelewa. So unajikuta unabadilishiwa tu majira. Mwakani nitafanya. Mwaka unafika, sema tena mwakani nitafanya. Wote tena unafika, mwakani nitafanya. Majira yanabadilishwa. Sio kama baba ameshafika. Maana tulikubaliana saa 11 kamili awe amefika. Eti sister, amefika baba. Unaweza ukamcheki Father Swai kwa simu. Timbaya mimi sina namba yake. Sister tusaidie kumcheki. Kwa hiyo ni lazima tuwe tunaenda kiuelewa sana kabisa. Majira. Na ni muhimu sana pia unaombea majira yako. Kuombea nyakati zako zinazokuja. Wakati COVID inaingia, nilipata alert kupitia sister moja. Nafikiri ile ilikuwa tulianza 2017. Yale maombi ya mwisho wa mwaka. Kuna nyumba moja ya masista nilikuwa nimeenda kufanya mafungo. Baada ya kuwa tumemaliza yale mafungo kwa siku 5, kuna sister moja anaitwa Sister Mary, sitamsahau. Akaniambia, kaka, ninaona mwaka unakuja ambao sio mzuri. Akaniambia hivyo hivyo. Sijui kama ni mwaka unaokuja au ni ule unaokuja, lakini kuna mwaka nauona hapo katikati sio mzuri. Akaniambia, sasa sister tunafanyaje? Akaniambia, sasa tunaanza kuombea siku moja moja, wiki moja moja, mwezi moja moja, mwaka moja moja. Akaniambia hivyo. Yule ndo amenifundisha. Mimi nimeanza maombi fulani ya kuombea nyakati zangu zinazokuja. Nilishafika kama mwaka 2043. Na uombea. Kienda kuroga unakuta tayari damu ya Yesu iko pale. Msifu Yesu Kristo. Kwa sababu unajua huwa kuna malengo ya muda mfupi na malengo ya muda mrefu. Hivyo unafikiri malengo ya muda mfupi na marefu ni kwa ajili tu ya biashara au kazi. Hata kiroho. Mtakumbuka kwamba zile kashfa za mapadre kwamba wamewaраiti watoto ni mpango uliosukwa kwa muda wa miaka 200. Majamaa yakapeleka watoto seminarini wasomesha kwamba ni mapadre. Wakapeleka, kumbe ni maagenti yamewekwa pale. Ukafika muda kule Marekani yakalipuka. Mapadre warawiti. Kumbe ni mchongo uliokuwa umewekwa ndani kwa muda mrefu. Ndio. Kule kwenye baraza la maaskofu, mimi wala huwa nafika niko jikoni. Kuna kijana mmoja alikuwa analipwa milioni 100 kila mwezi. Amekuja kugundulika akiwa kwenye seminari kubwa moja hapa Tanzania. Akatolewa, kumbe ni pandikizi hili. So hapa katikati mambo yako yanaweza yakawa yanaenda vizuri, lakini kuna miaka umewekewa alama. Pap,
umewekewa kama mark kwamba ikifika hii miaka iwe ni miaka ya kutaabika kwake. Huku nyuma wewe unaendelea kumshukuru Mungu kwamba Mungu anabariki, Mungu anabariki, Mungu anabariki, Mungu anabariki, lakini unashangaa unafika nyakati fulani kila kitu kinaharibika. Naishia kusema mwanzoni lilianza vizuri sana, sijui imekuwaje. Hii miaka imeniendea vibaya sana, lakini kumbe uliwekewa alama kwamba atakapofika kwenye hii level majira yake yabadilike. Na unakuwa hujui. Nakuwa hujui kabisa kwamba kuna majira na nyakati nikifika nitapata muyumbo. Kwa unapoona malengo ya muda mrefu na malengo ya muda mfupi, ni hivyo hivyo hata ulimwengu wa giza na wenyewe kila wakati unaweka malengo. Unaweka malengo ya mwezi, unaweka malengo ya wiki, unaweka malengo ya mwaka, unaweka malengo ya miaka 10. Na kila muda unapata ripoti. Unaweka malengo kwa wafanyakazi, unaweka malengo kwa wafanyabiashara, unaweka malengo kwa wanandoa, unaweka malengo kwa vijana kwamba itakapofika mida fulani hawa vijana tuwe tumewakamata kwa kiasi hiki. Hizi ndoa tuwe tumeziharibu kwa kiasi hiki. Hizi kazi za watu kwa kiasi hiki. Hebu imagine, anaachiliwa tu shetani ambaye anahakikisha kwamba Wakristo wote ambao wako makazini wanapata shida. Kwa hiyo kazi yake hadiri na wanandoa, hadiri na wafanyabiashara, anadiri na Wakristo ambao wako makazini. Hakikisha wanapata shida kwenye kazi zao. Wewe kitengo chako kitakuwa hiki tu. Hakikisha hawa hawapati ajira. Hawa watoto wa Kikristo hawapati ajira. Hakikisha anaingizwa kazini. Hakikisha hawa wanafamilia hata wafanye chochote kile hawainuki. Kwa hiyo kazi yake ni kubadilisha tu majira ya watu. Ajira ya watu. Kwa hiyo kuna mpango wa muda mfupi na mpango wa muda mrefu. Kwa hiyo ni muhimu sana nyakati za maisha yako ukaziombea. Hata kama hujafika kesho, iombee kesho. Muombe mwenye anayemiliki kesho aibariki hiyo kesho. Iko namna hiyo. Na bahati mbaya sana kuna Wakristo ambao huwa tunaingia kwenye miaka ambayo hatujui hiyo miaka imebeba taarifa gani kwenye maisha yetu. Unaingia unausherekea vizuri tu, lakini ndani umebeba mikasa, maumivu, mateso. Najikuta uko pale. Ombea nyakati zinazokuja. Ombea kabisa nyakati zinazokuja. Yaani mambo ya mazoea haya acha kabisa. Unakuja Jumapili mpaka Jumapili, hapo katikati una mambo yako tu. Utakutana na pigo ambalo hautasahau. Nyakati zinalindwa kwa maombi. Majira yanalindwa kwa maombi. Wakati wa kuinuka kwako kunaweza kukafika, shetani akazuia. Na kwa sababu hukujua, akakomaa kabisa, akasema huyu sasa hivi hatakiwi kufanikiwa sasa hivi. Majira yako yanazuiliwa.
yanazuiliwa. Sasa unaweza ukajikuta unafanya kazi sana, na ndicho ambacho leo kinatokea. Tuna watu ambao hauwezi ukawaraumu hata kidogo kwamba ni wavivu. Wanafanya kazi kila inavyowezekana, wana mipango mizuri sana, wana nidhamu na pesa zao, lakini kaangalie maisha yao, kaangalie maisha yao, mpaka unajiuliza, mtu mwema kiasi hiki ni nini kimemzuia kufanikiwa? Mtu mwenye nidhamu kiasi hiki, mtu mwenye roho nzuri kiasi hiki, ni nini kimemzuia? Shetani amehakikisha anawaachia watu juhudi, anawanyang'anya matokeo. Kwa hiyo tumeishia kuachia kusifiwa tu na watu, tunasifiwa, lakini matunda ya kile tunachosifiwa hatukioni. Matokeo tumenyang'anywa, majira yamebadilishwa. Kwa hiyo unajikuta unapoteza muda, lakini saa nyingine pia unapoteza muda kimkakati na kimfumo. Majira yako uyalinde kwa maombi. Miaka yako uilinde kwa maombi. Mipango yako uilinde kwa maombi. Hivi utoboi. Tuna watu ambao tunacheka nao, tuna watu ambao tunawashirikisha mipango, lakini hao ndo watu wanakuja kutumaliza bila kujua. Tuna watu ambao tunafikiri kwamba hawa tungeweza kuwashirikisha na wao wakatupa mawazo mbadala, lakini nakwambia kwenye hii dunia kuna mtu ukimpa mipango yako, usoni utaona anatabasamu, lakini akigeuka hivi anakwambia tutaona. Kuna mtu mmoja alijenga nyumba nzuri sana, akafanya pati ya kuhamia, na hiyo pati aliwakusanya marafiki zake ili tu wakaone mafanikio yake, kitu ambacho ni kizuri, ili tu na wao wakawe sehemu ya furaha yake, kwa sababu amejenga nyumba nzuri sana. Alikuwa anafanya moja ya kazi hapa nchini. Aise, baada ya kumaliza ile pati na amehamia kwake, wiki iliyofuata alifukuzwa kazini. Kumbe miongoni mwa wale ambao ni marafiki zake aliowaalika kwenda kwenye pati kufurahia naye, mmoja alipoona ile nyumba akasema, hii kazi ndio inakupa kiburi. Wakafanya walivyofanya, kila kitu kikaharibika. Wakati mwingine ndoto ulizozibeba, kaa nazo, watu waone matokeo ya hizo ndoto. Meenda tu amerogwa na dada mmoja anafanya biashara, kutoka China huko, anafuata bidhaa zake kutoka China, analeta Bongo. Mwenzake akamwambia siku moja, kuna dera moja alinunua South Africa. Ile dera alinunua kwa milioni 12,
Nyesi mnanunua dera 4,000. Acha hayo madera 4,000. Hiyo ndo mara yangu ya kwanza kushangaa kwamba kuna dera linauzwa milioni 12. Mwenzake akalipenda lile dera, sio kwa maana ya kulipenda kwamba ni zuri. Kuna namna alikuwa anaenda kulifanyia mambo. Akaenda akamwambia niazime hili dera. Si rafiki yake, si wanavariana we. Alipovua tu lile dera, yule dada akanuiza, kama unavyovua hili dera lako ndivyo unajivua na utajiri wako wote. Baada ya pale, kilichotokea ni historia. Alikwama kila kitu. Wakati mwingine huo unaombea hata kinachokuzunguka. Wakati mwingine huo unaombea hata nguo unazovaa. Wewe hiyo nguo unayovaa unajua imetengenezwa kwenye kiwanda gani? Sijui ni hapa niliwahi kuambia. Kama sio hapa basi ni sehemu nyingine. Kuna dada mmoja nilienda kwenye parokia fulani wakati tunamwabudu Yesu Ekaristi. Yule dada akapata changamoto ya mapepo, akaanguka. Lakini alikuwa anajua kabisa kwamba ana mapepo na alikuwa anajua kazi yake anayofanya. Alikuwa anajua kabisa. Kwa hiyo siku ile pengine alikuwa amekuja kwenye mishe zake tu hivyo. Yule dada kazi yake ni moja tu. Anaenda kwenye mahoteli makubwa. Akifika anaomba chumba, analala na analipia. Anachofanya ni kimoja, kwa sababu ametumwa kwenye hiyo kazi. Anaoga. Akishaoga anajifutia ile taulo, alafu anatamka kwamba mwanandoa yeyote atakayejifutiaga hii taulo nayo jifutia, ndoa yake ivunjike. Yeye alikuwa kwenye kitengo cha ndoa. Kuanzia siku hiyo nasafiriga na taulo yangu. Alinipa elimu ambayo nilikuwa sijui kabisa kwenye maisha yangu, wala sikuwahi kufikiria hicho kitu. Sikuwahi kufikiria hicho kitu, kwamba shetani anaweza akafanya kazi kwenye mazingira haya. Yaani unakuta ameenda amejipulizia marashi yake na madawa hayo, amejinuiza, alafu akioga anajifuta, alafu anaacha hayo maneno. Ole wako ukutane na hiyo taulo sasa. Tasari novena za Mtakatifu Rita wa Kashia